Kwa majina naitwa Ramadhani William. Nimetokea chuo cha DECOAS kilichopo mkoa wa Dodoma. Mtihani ni mzuri na maswali yake hayako tofauti na taaluma yetu ya uuguzi na ukunga. Kwa hiyo maswali yote yako ndani ya level ya uuguzi na ukunga kulingana na level niliyosoma. Jambo lingine labda kwa wasimamizi wa hospitali nchi nzima, kwamba tunapopewa majukumu ya kusimamia kitengo au kufanya kazi kwenye wodi fulani, basi wale waliopewa majukumu au mamlaka ya usimamizi basi waweze kutubadilisha, tufanye kwa muda fulani kwenye kitengo fulani. Kama mtu yuko leba basi afanye kwa muda fulani, alafu aende kwenye kitengo kingine ili apate uzoefu mkubwa zaidi, ila labda anapokuja kufanya mitihani ya leseni basi awe na competence, akutana na wagonjwa mbalimbali. Kwa sababu kuna mtumishi mwingine unakuta amepangiwa leba na anafanya kazi leba tu, na kwenye mtihani wa leseni tunapewa wagonjwa wote, mtu wa malaria, mtu wa emergency, mtu mwenye cardiac failure, tunakutana naye kwenye maswali ya uuguzi na ukunga tunapofanya leseni. Kwa hiyo tunaomba wasimamizi wa hospitali kwamba tunavyopangiwa majukumu basi tufanyiwe rotation. Sawa, vipi tunavuka? Yaani mimi naomba tu Mungu nivuke, kwa sababu mtihani wa leseni kwa kweli yani kwangu mimi yani nakata tamaa, kwa sababu sitaki niseme kwamba nimefanya mara ngapi, ila ni mara nyingi nimefanya, ila ni mtihani ambao yani kwangu mimi unaniumiza sana. Mimi ni service na pishana na promotion nyingi sana, nafikiri kiutumishi inaeleweka hicho kitu, lakini kwa kweli naumia sana kufeli kwa mtihani ya leseni. Basi usiumie, sasa hivi tunavuka, au sio? Nashukuru sana. Asante sana. Jina naitwa Rema Eliasi. Nimetokea chuo cha uuguzi na ukunga Mwambani. Ni level ya diploma. Hususan na mtihani wa leo. Mtihani wa leo ulikuwa kwa kawaida, sababu maswali ya leo mengi hajatoka nje ya concept tuliyosoma. Mengi yametoka katika zile notes ambazo tulifundishwa na walimu, na mengi yametoka katika zile practice ambazo walimu walituelekeza. Kwa juhudi zetu ambazo tulifanya tunahudhuria mara kwa mara udini, tulizofanya tumejibu mtihani. Wito wako ni nini kwa vijana ambao wako chuoni wanatarajia kuja kufanya mtihani huu? Mimi ninachowashauri ni kwenda wasikose vipindi vya udini. Yaani wasiwe wavivu, kwa sababu mengi yanayotoka kwenye mitihani ni practice za udini, sio vitu vya darasani. Vitu vya darasani ni vichache sana, lakini udini mtu akihudhuria mara kwa mara udini anakuwa na experience ya kujibu mtihani, kwa sababu yule mgonjwa aidha alikutana naye au alikutana katika hodi nyingine au alikutana kwenye hospitali nyingine, lakini tayari anakuwa na concept ya kujibu, kwa sababu yule mgonjwa kuna wakati alimhudumia, kwa inakuwa ni rahisi sana kufaulu mtihani. Kwa nini wengi wanakimbia udini wanafunzi? Kwani kuna shida gani? Inategemeana na mazingira ya hospitali yakoje, kwa sababu wanafunzi wale wengi ni wavivu ndio udini. Kwa hiyo naona kwamba muda wa kwenda udini nianze kuagizwa fanye hiki na wale masinia. Unajua tukiwa student umekaa kwenye ngozo ya student, yani unakuwa unaagizwa kila kitu, wewe utafanya hiki. Kwa hiyo wanafunzi wengi wanaona kwamba yani niende nikaagizwe hiki na hiki ni bora nikae hostel, kuogopa kwamba yani anaogopa ule kutumwa yani kuagizwa afu hamna chochote anachokipata. Mimi nimeona upo kawaida, kwa sababu umebezi katika programu ambayo tumesoma ya diploma, pia umebezi katika yale yote tuliojifunza clinical rotation pamoja na kwenye theory darasani. Kwa hiyo ni kawaida kwa mtu ambaye alikuwa na maandalizi mazuri. Ambao hapo chuoni na ambao hapo mtaani ambao wanatarajia kuja kufanya leseni, kwamba wawe makini kwenye kusoma maswali, pia
wana spidi, kwa sababu maswali ni mengi alafu muda ni mchache kuzingatia na jinsi tunavyojaza, kwa sababu tunajaza kutumia shedi. Kwa sababu natakiwa wawe na spidi na pia wawe na umakini katika kusoma swali vizuri. Mtihani wa leseni sio mgumu kwa mtu mwenye maandalizi, kwa sababu wapo wanaofaulu, kwani hao wanaofaulu wenyewe wameifanyaje? Kwa mtihani wa leseni sio mgumu kama watu wanavyofikiria na kama watu wanavyoaminisha jamii. Mtihani wa leseni ni mrahisi kwa mtu mwenye maandalizi mazuri kwa kile alichofundishwa na walimu wake kipindi darasani. Mwisho, maoni yako kwa TNMC? Maoni yangu kwa TNMC kwamba wapunguze wingi wa maswali. Maswali ni mengi, mtu unajibu mpaka ukinama hivi shingo linauma. Kwa wapunguze wingi wa maswali, at least yaweke 100. Naitwa Safina Mvungi, ni msimamizi kiongozi katika mitihani ya Baraza la Uguzi na Ukunga Tanzania. Na siku ya leo tumeweza kuwatahini wanafunzi 859, certificate wakiwa 11, diploma 227 na degree bachelor ya nursing wako 21. Mitihani imeenda vizuri, hakukuwa na changamoto yoyote. Watahiniwa wote walikuwa na utulivu na waliweza kufanya mtihani yao kwa utulivu kabisa kufuatana na taratibu zote ambazo zimewekwa. Ila wakati tunaendelea na mtihani tulipata mwanafunzi mmoja ambaye alikuwa na changamoto ya kiafya, lakini tuliweza kumpa huduma za awali na tuliweza kugundua kwamba vipimo vile havikuwa na changamoto yote. Kwa hiyo tulimuomba na kumsihi aweze kuendelea na mitihani yake, na baada ya pale tulimpeleka hospitali ya mkoa wa Dodoma na aliweza kupatiwa huduma, na bahati nzuri pia ameruhusiwa, anaendelea vizuri. Sawa, mara kadhaa umekuwa msimamizi kwa kumbukumbu zangu na mara zote umetuambia mambo yanaenda vizuri. Nini siri ya mafanikio? Siri ya mafanikio ni kwa sababu ya timu nzuri ambayo inaweza kuwasimamia wanafunzi. Tunakuwa tuna ile teamwork, kwa hiyo mambo yanakuwa yanaenda systematically kama ambavyo inahitajika kufanyika. Wito wako kwa wanafunzi wengine wanaotegemea kufanya mtihani wa usajili na leseni? Tunawashauri waweze kufanya practice zaidi hodini na kujisomea tu. Mitihani ni mizuri, iko kwenye standard nzuri ambayo wao wanahitajika kutokana na mitaala wanahitajika kufanya.